Na mtazamaji wa Sports Online TV, hapa ni mawasiliano Ubungo ambapo kumetokea ajali ya moto stendi ile ya mawasiliano Ubungo, na hapa ni ajali ya moto mkubwa umetokea. Kama unavyoona hapo, Sports tuliweza kufika tukakuta tayari asilimia kubwa ya vibanda vimeshateketea, na huu ni muda wa usiku. Na kama unavyoona hapa, kuna baadhi ya wafanyakazi wafanyabiashara wa eneo hili, wengi wakiwa wanashangaa, lakini nimejaribu kuzungumza na wengine, wanasema kwamba watabaki wengine ambao baadhi ya vibanda vyao vimenusurika, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vimebaki, hawako tayari kuondoka mpaka pale ambapo usalama wa bidhaa zao utakapopatikana. Lakini imekuwa ni huzuni zaidi kwa wafanyabiashara ambao walikuwa na bidhaa zao hapa. Leo hii imetokea changamoto kama hii, lakini kumekuwa na maswali, wengi wakijiuliza kwa nini changamoto hii imekuwa vigumu sana kuweza kuepukika, kwa maana ya kwamba ajali ya moto ikishatokea, mara nyingi hata zimamoto wanapofika wanakuwa wamefika tayari kwa asilimia kubwa kumeshatokea athari. Ni maswali ambayo mara nyingi wamekuwa wakijiuliza, na upi uvumbuzi wake ili kuweza kutatua na faida ya zimamoto. Mimi ningeshauri kwamba maeneo ambayo labda ni ya biashara kama hivi, kuwe na kituo kidogo cha zimamoto, ili mradi kuweza kufikiwa kwa wepesi zaidi na kuweza kutatua ambazo mara nyingi zinajitokeza katika maeneo ambayo ni muhimu ya kibiashara. Kuna masoko kadhaa ambayo yameshapatwa na hizi athari, na raia wamekumbana na changamoto nyingi sana, kuunguliwa na mitaji yao, kwa maana ya kwamba biashara zinakufa kutokana na changamoto hizo. Na pia ningefikiri majengo au vibanda vijengwe kwa mfumo ambao unaweza ukasaidia pia kurahisisha uzimaji wa moto pale ambapo matukio ya moto yanatokea. Vibanda vijengwe kwa mpangilio maalum, tofauti na kujengwa randomly kama hivyo, ambavyo inaweza kusababisha ugumu katika uzimaji wa moto. Hizo ni moja kati ya athari ambazo zinapelekea kuchelewa kufanyika kwa huduma ya zima moto katika maeneo mengi sana ya jiji la Dar es Salaam. Na mimi ni Steven Kamili, na nimekuachia hapo uendelee kutizama namna gani ambavyo stendi ya mawasiliano Ubungo ilivyokuwa, na raia hapa wakilalamika kwamba bado tunaendelea kubaki wakitizama mizigo yao, wakitizama bidhaa zao hapa. Watizame hapa. Tutoe muda, watu waweke vitu vizuri, baadaye asibaki mtu yote, ndio. Tumekubaliana? Hata mtu yote tumekubaliana. Tunatoa muda gani? Sasa sasa ngapi? Saa moja. Ndio masaa ngapi? Masaa Jamani, hapo jamani. Haya, tumesema saa sita Saa sita mwisho basi. Sawa, nafikiri imeisha saa sita mwisho.